Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info, ikiwa ni ndani ya uwanja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wakati wa kupata taarifa kuu za habari za jioni leo kupitia Kivu News Info. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupofika salama katika jioni ya leo Jumamosi tarehe 4 Julai mwaka 2026. Mimi ni Loje Longa nikuletea mkusanyiko wa habari muhimu za jiri ndani ya saa 24 zilizopita. Na katika matangazo ya jioni ya leo tutakuletea habari za kina kuhusu ile usalama mashariki mwa nchi, ikiwemo mapigano yanaendelea katika maeneo ya Minembwe, Walungu na maeneo mengine ya Kivu Kusini. Pia tutakuletea pia taarifa kuhusu ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inayozungumzia operesheni za waasi 23 katika Kivu Kusini, pamoja na habari nyingine muhimu za kisiasa, kijamii na kibinadamu kutoka ndani na nje ya nchi yetu. Basi usiondoke karibu na Kivu News Info, kwa sababu tumekuandalia habari za kufanywa uchambuzi na kukusanywa kwa makini ili kupata picha halisi ya kile kinachoendelea. Hili Kivu News Info ambayo tutaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekuomba na kusifu kitu moja, hakisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kurungu na nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo na mazungumzo yetu kila siku. Tunakuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi naendelea kutuandikia na ukatujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Basi karibu tuanze na habari kuu za jioni ya leo. Habari zinazotufikia kutoka eneo la Minembwe katika wilaya Fizi mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa kundi la waasi wa Twirwaneho wanaoshirikiana na muungano wa waasi M23 wanadaiwa kuchukua udhibiti wa eneo la mkakati la Point Zero leo Jumamosi tarehe 4 Julai mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, hatua imekuja baada ya mapigano makali yanayoendelea kwa saa za siku ya Ijumaa katika eneo la Kalonge, Bichumbi, Rubemba pamoja na milima Batuta iliyopo mashariki mwa Minembwe. Maeneo haya yamekuwa kikumbwa na mapigano mara kwa mara kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha yanayopigania udhibiti wa maeneo ya kimkakati. Vyanzo vinaeleza kwamba mapigano yalikuwa makubwa na yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi. Wakazi wa maeneo karibu walazimika kujificha majumbani mwao, huku wengine wakimbilia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi, wakihofia usalama wa maisha yao. Baada ya mapigano hayo, waasi wa Twirwaneho wanadaiwa kuelekea kusonga mbele kuelekea Point Zero. Kufika asubuhi ya leo, taarifa zinaeleza kuwa walikuwa tayari wameingia katika eneo hilo na kuweka udhibiti wao, huku vikosi vya serikali vikijiondoa kutoka kwenye nafasi zao. Point Zero ni moja ya maeneo muhimu sana katika ukanda wa Minembwe kutokana na nafasi yake ya kijeshi. Kwa muda mrefu eneo limekuwa likitumika kama kituo cha operesheni za vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kushirikiana na wanajeshi wa Burundi FDNB pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Kutoka katika eneo hilo, vikosi hivyo vilikuwa vikijaribu mashambulizi na operesheni mbalimbali kuelekea Minembwe na maeneo ya mengine yanayoyazunguka. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kupoteza eneo kama Point Zero kunaweza kuwa na hatari kubwa katika mwenendo wa mapigano yaendelea katika ukanda huo wa Minembwe. Mbali na kuwa ngome ya kijeshi, eneo hilo pia linatajwa kuwa njia muhimu ya kupitisha wanajeshi, vifaa vya kijeshi na misaada ya kioperesheni. Kwa mujibu wa taarifa hizo, baada ya waasi kuingia Point Zero, baadhi ya wanajeshi wa FARDC pamoja na Wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi walifanya kile kinachoelezwa kuwa ni kujiondoa kwa kimkakati, wakaelekea katika kijiji cha Bala, Mulima na Kiele na Kanguli kwa lengo la kujipanga upya kabla ya hatua nyingine za kijeshi. Wakati huo, hali ya taharuki inaendelea kuripotiwa katika vijiji vinavyozunguka eneo la mapigano. Baadhi ya familia zimeanza kuondoka katika makazi yao kwa kofia kuendelea kwa mapigano, huku shughuli za kawaida kama biashara, usafiri na masomo zikiripotiwa kusimama katika baadhi ya maeneo. Mapigano ni sehemu ya mvutano unaendelea kwa muda mrefu katika maeneo ya Minembwe na Fizi, ambako makundi mbalimbali yenye silaha yamekuwa yakipigania udhibiti wa maeneo ya kimkakati. Hata hivyo, hali hiyo inaendelea kusababisha changamoto kubwa za kiusalama na kibinadamu kwa wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, hadi tunafika jioni ya leo, mamlaka za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC hajatoa tamko rasmi kudhibitisha ukanusha taarifa za kupotea kwa Point Zero. Hivyo upande wa waasi wa Twirwaneho hajatoa taarifa rasmi kuhusu madai hayo. Kivu News Info inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano katika eneo la Minembwe pamoja na maeneo mengine ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tutaendelea kuwajuza wasikilizaji wetu kadiri taarifa mpya na rasmi zitakavyokuwa zikipatikana.
Habari za dharura zinazotufikia kutoka wilaya Walungu mkoani Kivu Kusini zinaeleza kuwa mapigano makali yamezuka leo Jumamosi tarehe 4 Julai katika eneo la Namubulu kati ya wapiganaji wa Wazalendo na wanajeshi wanaotajwa kuwa na vyanzo vya eneo kuwa ni wanajeshi wa Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi na vyanzo mbalimbali vya ndani, mapigano yalianza mapema leo na yameendelea kwa saa kadhaa, huku milio ya risasi na silaha nzito zikisikika katika maeneo yanayozunguka Namubulu. Eneo linapatikana takriban saa moja kutoka Kaziba Centre, moja ya maeneo muhimu katika wilaya ya Walungu. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wapiganaji wa Wazalendo wameanzisha mashambulizi wakidai kuwa lengo lao ni kufika Kaziba Centre na kuharibu kile wanachokidai kuwa ni kituo kinachotumika kuendesha ndege isiyo na rubani maarufu kama drone. Kwa mujibu wa madai yao, kituo hicho kinadaiwa kutumika kuratibu operesheni za kijeshi katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Hata hivyo, hadi sasa hakuna ushahidi unaothibitisha kuwepo kwa kituo hicho cha kuendesha drone na mamlaka husika hajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Taarifa kutoka eneo la mapigano zinaeleza kuwa mapigano yamekuwa makali huku pande zote zikitumia silaha za aina mbalimbali. Wakazi wa vijiji vya karibu wameeleza kuanza kukimbia makazi yao wakihofia usalama wao, huku baadhi wakimbia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi. Kutokana na hiyo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimeripotiwa kusimama kwa muda. Biashara zimefungwa, usafiri umepungua na wananchi wengi wameamua kubaki majumbani au kuondoka kabisa katika maeneo yenye hatari. Namubulu na Kaziba ni maeneo ambayo yamekuwa kitajwa mara kwa mara katika ripoti za usalama kutokana na kuendelea kwa shughuli za makundi yenye silaha katika ukanda wa Kivu Kusini. Kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo kunaibua hofu ya kusambaa kwa mapigano katika vijiji vya Walungu ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa mapema. Basi Kivu News inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali ya usalama katika wilaya Walungu na maeneo mengine mashariki mwa nchi, na tutawaletea taarifa mpya kadri zitakavyokuwa zimethibitishwa kutoka vyanzo vya kuaminika. Kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limewasilisha ripoti mpya mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ikieleza kwa kina namna operesheni za kijeshi zinazofanyika katika mikoa ya Kivu Kaskazini na jinsi mji wa Uvira ulivyotekwa na waasi wa muungano wa AFC/M23 wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, mwishoni mwa mwezi Novemba mwaka 2025, vikosi vya AFC/M23 kwa kushirikiana na vikosi vya ulinzi vya Rwanda maarufu kama RDF vilianzisha mashambulizi makubwa katika barabara ya Bukavu Uvira pamoja na maeneo mengine jirani kwa lengo la kutoa tambarare ya Ruzizi na mji wa Uvira. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanaeleza kuwa operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya mkakati mpana unaolenga kulazimisha Burundi kujiondoa katika vita vya mashariki mwa Kongo na kuzuia ardhi ya Burundi kutumika kama njia ya kusafirisha vifaa vya kijeshi kwa vikosi vinavyoungwa mkono serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika Kivu Kusini. Ripoti hiyo inaongeza kuwa mashambulizi yalifanyika kwa wakati mmoja katika maeneo ya Lemera na Mwaye Plateau yalikuwa na lengo la kuteka maeneo ya kimkakati, kufungua njia kusonga mbele kuelekea Minembwe, kuvunja kuzingirwa kwa eneo hilo kunaongeza shinikizo kubwa kwa jeshi la Burundi kujiondoa katika wilaya ya Mwenga. Hatua za baadaye kwa mujibu wa wataalamu wao zilikuwa ni kuelekea Kalemi au Plateau na hatimaye kudhibiti sehemu kubwa ya Kivu Kusini. Kuhusu sababu zilizotolewa na hadharani na waasi wa M23, ripoti inaeleza kuwa waasi hao walidai kuwa walikuwa wakitetea jamii ya Banyamulenge zile ya kile walichokiita mashambulizi ya kikabila. Pia walidai kuwa kulikuwa na wapiganaji wa FDLR waliokuwa wakishirikiana na AFA na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Burundi. Hata hivyo, kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa linasema halikupata ushahidi unaothibitisha kuwa kulikuwa na tishio la moja kwa moja dhidi ya Rwanda ambalo lingehalalisha kuingilia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ripoti pia inaeleza kuwa mashambulizi ya kutoa Uvira yaliongozwa na makamanda wa AFC/M23 Sultani Makenga na Biamungu, huku jenerali mstaafu wa jeshi la Rwanda James Kabarebe akitaja kuwa alihusika katika uratibu wa operesheni hiyo. Wataalamu wanaeleza kuwa mapigano ya kutoa Uvira yalikuwa yameanza kuandaliwa tangu mwezi Oktoba mwaka 2025. Umoja wa Mataifa unadai kuwa Rwanda ilipeleka zaidi ya wanajeshi 8,000 wakiwemo wanajeshi wa vikosi maalum pamoja na silaha nzito na za teknolojia za kisasa za kivita kama makombora BM-11, motari zinazounganishwa na GPS, vifaa vya kuzuia mawasiliano ya kijeshi na ndege zisizo na rubani za kivita kwa lengo la kupata ushindi wa haraka katika eneo la Ruzizi. Ripoti inaongeza kwa tarehe 10 Disemba mwaka 2025, AFC/M23 ilifanikiwa kuteka mji wa Uvira na kusonga mbele hadi Makobola. Wakati wa Burundi na Rwanda zilianza kutumiana kurushiana makombora mpakani, aliongeza hofu ya vita kuenea katika ukanda mzima wa maziwa makuu.
Kutokana na leo, Burundi ilifunga mipaka yake na kuimarisha ulinzi wake. Baada ya kudhibiti Uvira kwa zaidi ya mwezi mmoja, M23 iliondoka mjini Uvira tarehe 18 Januari mwaka 2016 kufuatia shinikizo kubwa la diplomasia kutoka jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanasema kuondoka huko hakukuwa mwisho operesheni, bali ilikuwa ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha nafasi zao katika maeneo ya jirani, huko wakiendelea kudhibiti njia muhimu za Kivu Kusini. Ripoti inaeleza kuwa hadi ilipoandaliwa M23 na RADF waendelea kuongoza wanajeshi katika tambarare ya Ruzizi. Pia makundi mengine yenye silaha ikiwemo Red Tabara, FNL na MDP Twirwaneho yalikuwa yakipigana kwa ushirikiano na M23, chama ambalo mamlaka za Burundi zinasema inaongeza hatari ya kuyumba kwa usalama katika eneo lote la mpakani. Kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa, Uvira ni moja ya mji yenye muhimu zaidi kwa mfumo wa ulinzi wa serikali ya Kongo. Wanasitiza kwa kudhibiti mji unaweza kufungua njia kuelekea eneo la Grand Katanga ambalo linatajwa kuwa kitovu cha uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini na shughuli za kiuchumi. Hadi sasa Rwanda imekuwa ikanusha mara kwa mara madai ya kupeleka wanajeshi wake kuipigana ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku serikali ya Kinshasa ikiendelea kuitumu Kigali kwa kuunga mkono waasi wa M23. Baada ya siku kadhaa za juhudi zilizokuwa zikifanywa na mamlaka pamoja na timu za wataalamu, Mzoga wa Nyangumi aliyekuwa amekwama ufukweni hatimaye umeondolewa leo Jumamosi tarehe 4 Julai. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, operesheni hiyo ilifanyika baada ya majaribio kadhaa yaliyofanyika kwa muda wa siku 3 mfululizo kushindwa kutokana na uzito mkubwa wa mnyama huyo. Mamlaka zinaeleza kuwa ili kufanikisha zoezi hilo ilibidi kuletwa kreni maalum yenye uwezo wa kuinua tani 42 kutoka mji wa Matadi. Kifaa hicho ndicho kilichowezesha Mzoga wa Nyangumi huyo kununuliwa na kuhamishwa kutoka eneo alipokuwa amekwama ndani inchi hadi inchi kavu. Inakadiriwa kwa Nyangumi huyo alikuwa na uzito wa takriban tani 12, aliyofanya zoezi la kumuondoa kuwa ngumu sana. Kabla kuwasili kwa kreni hiyo, matreka pamoja na mashini nyingine zilizokuwa zikipatikana eneo la tukio zijaribu mara kadhaa kuondoa mzoga huo, lakini zilikosa uwezo wa kuinua uzito wake. Kutokana na hiyo, operesheni hiyo ilichelewa siku kadhaa, huku mamlaka zikiendelea kutafuta vifaa vyenye uwezo mkubwa zaidi ili kukamilisha kazi hilo. Hatimaye, baada ya kreni hiyo kufikishwa kutoka Matadi, timu za utaalamu zilianza operesheni mpya ambayo ilifanikiwa kuondoa mzoga huo bila matatizo makubwa. Zoezi lilifanyika chini ya uangalizi wa mamlaka husika na wataalamu wa usalama na mazingira na usalama. Kuondolewa kwa Mzoga wa Nyangumi huyo kunahitimisha siku kadhaa za shughuli nzito za zinazohusisha viongozi wa eneo la wataalamu wa kiufundi pamoja na wafanyakazi walikuwa wafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha mnyama huyo anaondolewa salama. Hadi sasa mamlaka hajatangaza rasmi chanzo cha kifo cha Nyangumi huyo wala sababu zilizofanya katika kuwa karibu na ufukwe. Uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira yaliyosababisha tukio hilo. Wananchi waliokuwa wamekusanyika katika eneo la tukio kwa siku kadhaa walifuatilia operesheni hiyo ambayo ilivutia watu wengi kutokana na ukubwa wa mnyama huyo na ugumu wa kazi ya kumuondoa. Mamlaka zinahakikisha wananchi kwa zitaendelea kufanya uchunguzi wa kisayansi ili kubaini kilichosababisha kifo cha Nyangumi huyo na kuchukua hatua zinazofuata endapo kutabainika sababu zinazohusiana na mazingira au shughuli za kibinadamu baharini. Matumaini yangu ni kwamba mzima wa afya, msikilizaji mpenzi wa Radio Kapi. Karibuni kufuata taarifa zetu za idhaa ya Kiswahili. Kwanza mtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Afrika ya Kusini Cyril Ramaphosa wameweza kuhimiza mshikamano wa Afrika na kuweza kuheshimu haki za raia wageni. Mashua iliyoweza kuzama katika eneo la Ilebo jimboni Kasai imeweza kusababisha vifo vya watu wengi. Watu 18 ndio wameweza kuonekana na kuokolewa na mili 12 imeweza kupatikana. Mengi ni katika taarifa hii. Shirika la Afya Duniani OMS maarufu imeweza kuleta dawa ya majaribio ili kuweza kuona namna gani ya kuweza kupima na kupunguza ugonjwa wa Ebola. Haya na mengineo ni katika taarifa hizi. Punde kidogo ni taarifa kamili. Naam, karibuni kufuata taarifa kamili.
Kama vile tulivyosema kwenye mtasari wetu wa habari, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mwenzake wa Afrika ya Kusini wameweza kuzungumzia mshikamano wa Afrika. Hiyo ni wakati wa ziara ya kazi ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika shirika la utafiti wa afya INRB maarufu hapa mjini Kinshasa. Rais hao wawili Felix Tshisekedi na mwenzake waliweza basi kuzungumzia namna ya kuweza kushikamana ili Afrika kuweza kuheshimu kazi za msingi ya raia, hasa wageni wanaoishi Afrika Kusini. Kwa upande wake, Rais Ramaphosa aliweza kusema serikali ya Afrika Kusini itaweza kufanya wajibu wake ili kuweza kulinda maisha ya raia wageni wanaopatikana katika nchi hiyo. Ajali ya mashua imeweza kutokea katika eneo la Ilebo tukiwa katika jimbo la Kasai. Mashua hiyo ilikuwa ikibeba zaidi ya watu 200 usiku wa siku ya tatu katika makutano ya mito ya Kasai na Sankuru. Watu 18 ndio basi wameweza kuokolewa na mili 12 ndizo zimekwisha kupatikana tayari. Ripoti yake Andre Katende imetafsiriwa naye Ronlin Tibonera. Pande za Ilebo imeonekana kunungunika na hali hii. Wanamemba wake wanakuwa wakiomba uchunguzi mkali wa vyombo vinavyowasafirisha wakaaji toka maeneo hiyo. Wakati huo shughuli za uokoaji zinaendelea, abiria kadhaa bado hawajapatikana. Shirika la Afya Duniani OMS maarufu na washirika wake wameweza kuanzia majaribio ya dawa 2 mpya za matibabu ya ugonjwa huu wa Ebola huko mjini Bunia katika jimbo la Ituri. Lengo kuu ni kuweza kupima usalama na kuweza kuona namna gani dawa hiyo inaweza kusaidia ingalawa kuweza kupunguza vifo vinavyoweza kusababisha na ugonjwa huu wa Ebola. Maelezo zaidi naye Masial Kiza Biamungu. Jaribio la za dawa 2 ya virusi rasmi vilianza Alhamisi hapa Bunia na kuajiri mgonjwa wa kwanza katika mkutaba ulioanza mlipuko wa ugonjwa katika maeneo yote yaliozirika. Kulingana na maafisa wa mapambano ya Ebola hapa jimboni Ituri, wagonjwa wanaoshiriki katika majaribio haya wanapata huduma kamili za msaada na ufuatiliaji wa karibu. Wataweza kupata dawa hizi 2 ikiwa zinaziribitishwa kuwa salama na zenye ufanisi wakati wa jaribio. Timu ya mapambano unaongeza kusema ya kwamba jitihada hii ni sehemu ya juhudi ya kimataifa za kuimarisha jaribu ya kitabibu na kisayansi zidi ya mlipuko wa Ebola ili kupitia maendeleo na taimini ya matibabu yenye ufanisi zaidi ili kupunguza vifo vinavyohusiana na ugonjwa wa virusi wa Ebola. Nikiripoti kutoka Bunia, mimi Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi. Tukibaki huko Bunia, tuwajulishe kwamba mratibu wa jamii ya kiraia katika jimbo la Ituri, Dieudonné Lokosa, ameweza kuonya kuhusu hali ya kuweza kutisha katika eneo la kiafya na nizi moja ya maeneo yaliyoweza kuathiriwa na ugonjwa huu wa Ebola. Ameweza kusema kuwa kuna upungufu mkubwa wa wafanyakazi na vifaa vya kuweza kushughulikia wagonjwa ili kuweza kuendesha mazishi iliyo salama. Aliweza pia kugusia na kuweza kuita watu wote kuweza kuingia kwa pamoja ajili ya kuweza kuheshimu namna ya kuweza kupigana na ugonjwa huu wa Ebola ambayo ni tatizo kubwa. Serikali zimefungua tena mipaka yake huko mjini Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Gisenyi tukiwa huko nchini Rwanda baada ya kuweza kufungwa kwa siku 47 kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Uamuzi huo umeweza kuchukuliwa kisha kuweza kuona basi ugonjwa huu wa Ebola uliweza kupungukwa hasa huko mjini Goma tukiwa Kivu Kaskazini. Bernarde Nyangi anatuletea maelezo ya zaidi. Kwa mujibu wa vyanzo rasmi, kufunguliwa upya kwa vituo vya mipakani kati ya Goma DRC na Gisenyi Rwanda ni mwanzo wa kulegezwa kwa hatua za kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola. Hadi sasa wahamiaji wasalia katika uchunguzi wa kina katika vivuko vya Petite Barriere na Grande Barriere. Baada ya takriban siku 47 za kufungwa au kuwekwa vikwazo, kufunguliwa kwa vituo hivi kutaruhusu kuanzishwa upya kwa trafiki ya mipakani yanayokaribishwa na wakazi wa pande zote mbili za mipaka.
ikiwa kwamba hatua hizo za kiafya zilikuwa zikipunguza kwa kiasi kikubwa biashara na usafiri wa kila siku kati ya Goma, Gisenyi na manchi mengine za Afrika Mashariki. Mipakani huko, viongozi wa afya wadumisha ufuatiliaji wa magonjwa, pia ule wa watu waliohusiana na wagonjwa, kadhalika shughuli za kuzuia kuibuka upya kwa ugonjwa huo. Ikumbuke kwamba mipaka yalifungwa Mai 17, siku moja baada ya kisa cha kwanza cha Ebola kuthibitishwa mjini Goma. Serikali ya Rwanda yasema kufuatilia kwa karibu swala la janga la Ebola nchini DRC, huko ukionyesha kwamba hakujaripotiwa kisa cha malazi hiyo nchini kwake. Bujimai. Hali ya utulivu wa tahadhari imeweza kutawala katika kijiji cha Masonji, tukiwa katika jimbo la Lomami, baada ya mapigano makali yaliyoweza kutokea jana siku ya 4 kati ya makundi mawili ya wakaaji kuhusu utetezi wa kiongozi mpya wa kijiji hicho. Kwa mjibu wa viongozi wa eneo hilo, mgogoro uliweza kuanzishwa baada tu ya kuweza kutokubaliana juu ya uchaguzi wa kiongozi huyo mpya, ambaye basi watu wengi hawakutaka kumwona, ila basi duru zaeleza ya kwamba waziri wa mambo ya ndani katika jimbo hilo ameweza kutaka na kuweza kuwaita wakaji ili kuweza kurejea manyumbani kwao kwa kuweza kuanza kujenga upya kijiji hicho, akiomba askari polisi na raia waweze kushikamana ajili ya kuweza kushuhudia amani katika maeneo hayo. Kindu. Kutangazwa kwa matokeo ya mwisho wa mwaka wa shule huko mjini Kindu kumeleta basi fursa nzuri kwa wafanyabiashara, wapiga picha, wakinyozi ama wakwafer wa nywele katika eneo hilo la Kindu. Jambo hilo ambalo liliweza kuongeza basi kipato cha wale wafanyabiashara. Florence Kizalunga ametembelea maeneo mbalimbali ya mji wa Kindu na anatuletea ripoti hii. Kabla ya kuelekea kutangazwa kwa matokeo yao, wanafunzi pamoja na wanafamilia wao walifurika kwenye saluni za nyele. Roseline Bianga wa saluni ya Jada Beautiful anaweza kudhibitisha hili. Ndio proclamation tusaidia sana parce que depuis début ya semaine tulianza recevoir batoto, ba jeune fille, biko nakuya juu ya macoiffure mbalimbali. Hali ilikuwa hivyo hivyo kunako saluni ya wanaume hapo Cinquantenaire. Samuel Isa anadhibitisha hilo. Leo siku ya proclamation kuko un peu différence. Leo batoto balokia ba mingi na baba bali akompanye batoto juu ya kubakatisha manyele. Kuhusu maduka ya kuchapisha ama imprimerie, msukumo ilikuwa mkubwa zaidi. Rajabo Butindi anafanya kazi katika duka la kuchapisha la Correction. Kwa journée ya 2 juillet tulipokea wateja walikuwa kwa wengi. Avec hii journée inatupermettre quand même kupata quelque chose ya kutusaidia kubooster activité yetu ya sur le plan économique. Baada ya matokeo kutangazwa, kila mtu alikimbilia kuchukua picha ya ukumbusho. Olivier Oleko ni mpiga picha. Sisi kabisa tunafurahi na tusaidia sana. Leo tunaona rendement yetu iko eleve. Fursa hii pia ilinufaisha madereva wa teksi za pikipiki, wale walikuwa wakipeleka familia nyumbani au kwenye kumbi za sherehe au wale waliokuwa wakizunguka jiji tu. Nimeripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi. Mnyama anaitwa baleine kwa Kifaransa ameweza kuonekana akiwa amekwama kabisa kwenye plage ya Mwanda katika jimbo la Congo Central. Jambo hilo limeweza kuvutia raia wengi ambao waliweza kutaka basi ili waweze kumua, lakini viongozi mbalimbali waliweza kataa na kuweza kujaribu kumrudisha kwenye plage, lakini haikuweza kuwezekana. Taarifa hiyo imeweza kuwazusha raia wengi na kwa kuweza kuona namna gani ya kuweza kuepukana na mnyama huyo ambaye baada anaweza kuleta ugonjwa. Watu wote waliomgusa wanashauriwa kwenda hospitalini kwa uchunguzi zaidi. Hii ni taarifa ya habari toka Radio Kapi. Basi punde kidogo mtaweza kufuata kipindi cha pili cha taarifa hii. Radio Kapi. Invité en Swahili. Kuongeza uelewa kuhusu sheria mpya ya ardhi ya Disemba mwaka uliopita ilikuwa lengo la kikao cha siku 2 kilichomalizika hivi karibuni huko Beni. Kikao hicho kiliandaliwa na ofisi jimboni ya uratibu wa tume ya kitaifa ya mageuzi ya ardhi CONAREF kwa kushirikiana na shirika la Action pour la Paix et la Concorde. Pamoja na lengo za kikao hicho kulikuwa kuongeza uelewa kuhusu vifungu vipya vilivyoanzishwa na hivyo kusaidia kupunguza migogoro inayo
inayohusiana na ardhi katika eneo hilo. Ili kujifunza zaidi, tunazungumza na Marthe Devi anayesimamia program katika shirika Action pour la Paix et la Concorde. Ni katika mahojiano haya na Mark Marofimbo. Bi Marthe Devi, jambo. Jambo sana baba. Siku mbili ya mkutano, tunaweza kuelewa nini lisemeka ndani? Lakini tulikuwa hapa juu ya kufanya kazi kidogo ndani ya ujenzi ya salama par rapport na nouvelle loi foncière yenye ilikuwa promulguée. Kazi yetu ilikuwa kuonesha ile sheria na mainstitution mbalimbali na wa societe civile, wakubwa wa mungini na wa mama na grupe ya ba jeune, tuoneshe ile sheria, tuwafundishe juu ya ile sheria na wao peke wakamati ile sheria na waweze kutafsiri sheria kufatana na mizozo fulani fulani enye iko ndani ya mwingine. Na hiyo ndio kazi tulifanya pamoja nao. Wenye tulikuwa nao walikuwa na ile uwezo ya kutafsiri ile sheria kufatana na mizozo enye iko ndani ya mwingine hapa, juu ya kutosha mamesaji fulani fulani, ujumbe fulani fulani enye inaweza sikilika na watu wote na enye itapitia. Na ni hivyo ndivyo tunafika mwisho wa taarifa zetu za jioni ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 4 Julai mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunashukuru sana msikilizaji na watazamaji kuendelea kuchagua na kuungana nasi kufuatilia taarifa hizi. Tunaendelea kuendelea kukuletea habari sahihi kwa wakati na uwajibikaji kuhusu yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine duniani. Kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Eloge Longa na kutakia jioni njema na usiku mwema popote pale ulipo. Vile vile usahau kuendelea kufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Kivu News Info, na tushirikishe habari zako kwa ajili ya kujulisha umma. Basi kutana tena kesho Jumapili tarehe 5 Julai majira saa 11:30 alfajiri kwa toleo jingine la taarifa za habari za asubuhi. Asanteni sana kwa kuwa nasi. Mungu awabariki na muwe na usiku mwema.